Na wasalimu kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, dadangu Seni Ngaga, Mheshimiwa madiwani, Mheshimiwa afisa elimu wa mkoa anayewakilishwa, Mheshimiwa mkurugenzi, wataalamu mbalimbali walioko mahali hapa, viongozi wetu wa dini, wazee maarufu, wataalamu wetu tulionao mahali hapa wote kwa ujumla wenu. Mheshimiwa diwani, naomba kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu kunipa nafasi ya kushiriki mkutano huu muhimu kwa ajili ya maendeleo ya jimbo letu. Nikushukuru sana wewe kwa kuliona swala la tuanze kwanza na kupokea taarifa kabla sijazungumza. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, huu ni mkutano muhimu sana kwa maendeleo ya Buchosa, lakini pia maendeleo ya taifa letu. Mimi huamini siku zote maendeleo ya nchi huanza na elimu. Kubadilisha watu namna wanavyofikiri na kumsaidia mtu abadilishe namna anavyofikiri na kutenda, unaanza kwanza na elimu. Wataalamu wanasema kubadilisha kwanza mindset za watu, namna watu wanavyofikiri. Kama watu hawajabadilishwa namna wanavyofikiri, hawawezi kutoka mahali walipo kwenda kwenye hatua nyingine. Na historia ya elimu ukisoma vitabu vyao vya wataalamu wa falsafa, wanasema elimu ililetwa ili kumuingizia mtu kitu kichwani kitakachomsaidia atoke kwenye mazingira magumu alionayo. Na lengo lao wao walitaka kutengeneza watu wa kufanya kazi kwenye viwanda vyao. Ukisoma Plato alivyoandika kwenye filosofi yake. Kwa hiyo akili ya mwanadamu lazima ibadilishwe, na inabadilishwa kwa elimu. Kwa hiyo ni mkutano muhimu sana, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Hapa tumekuja kujadiliana tutafanyaje kutoka mahali tulipo kwenda kwenye hatua nyingine. Hatujaja hapa kumsikiliza mkuu wa wilaya au kumsikiliza mbunge. Tumekuja hapa kila mtu azungumze kwa uhuru anachofikiri yeye nini kifanyike ili tutoke hapo tulipo kwenye kuwa halmashauri ya 8 katika halmashauri 8. Sisi tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo tuko hapa kujadiliana, mkutano wa wadau wa elimu kujadiliana. Baadhi ya wakuu wa shule watakumbuka miaka kadhaa iliyopita niliita wakuu wote wa shule za sekondari. Nafikiri mnakumbuka wakuu wa shule? Wangapi walikuwepo kwenye mkutano wangu ule? Mlikuwepo. Tulikutana na wakuu wa shule tukazungumza tufanyeje kutoka kwenye hali tuliyokuwa nayo, na wakuu wa shule watakuwa mashahidi. Baada ya mkutano ule tulipiga hatua kubwa sana kwenye ufaulu. Nadhani mnakumbuka wakuu wa shule. Na pale hakuna tulichokifanya zaidi ya kuwa candid, zaidi ya kuwa wakweli, kuzungumza ukweli, tunakuambiana ukweli. Na hilo ndio jambo la muhimu. Leo hapa tunataka tuelezane mkuu wa wilaya ukweli. Yaani asiweko mtu wa kupamba. Unajua tukiwa taifa la watu wanaopamba hatuwezi kupiga hatua. Kwa hiyo wazazi wangu mlioko hapa na wataalamu, zungumzeni ukweli ili tuweze kutoka hapa tulipo. Kwanza nipongeze sana kwa mambo mazuri yaliyofanyika. Unajua katika jambo lolote mkuu, pamoja na kutazama yaliyokwama, lakini yapo mazuri. Yako mambo mengi sana mazuri yaliyofanyika, lakini yako mambo mabaya yanayotuvuta kurudi nyuma. Unajua yanaweza kuwa mambo 10 mazuri, lakini yakafanyika mawili tu mabaya, alafu ikaharibu kabisa hata yale 10. Sasa mimi nataka nitazame kwa namna hii hapa. Nataka nitazame kwa jicho la, wanasema wenyewe critic eye, yani jicho la kutazama kwa ukweli. Yako mazuri mengi yamefanyika. Na wapongezeni sana, mjipigie makofi wataalamu wetu. Yapo. Lakini unaweza kufanya mazuri 10 afu ukakosea haya. Na mabaya yana tabia ya kuvuma.
yanavuma, yanafanya yale mazuri yote yasionekane. Kwa hiyo nataka niseme afisa elimu sekondari na afisa elimu shule ya msingi, nataka niwapongeze kwa yale mazuri yaliyofanyika. Na haya ambayo yanaonekana kama yana kasoro, ndio maana tuko hapa. Ndio maana tuko hapa ili tujadiliane jinsi ya kutoka tulipo. Nianze kwanza na takwimu ambazo ninazifahamu. La kwanza, kama taifa tumepiga hatua kubwa sana kwenye ujenzi wa miundombinu ya elimu. Kama taifa, hakuna Mtanzania anaweza akakanusha kwamba Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya CCM, tangu 61 mpaka leo tumepiga hatua kubwa sana, mkuu wa wilaya, kwenye ujenzi wa miundombinu. Huwezi kukanusha. Nitakupa takwimu. Mwaka 61 tulipopata uhuru, tulikuwa na shule za sekondari 49 nchi nzima. Yaani kutoka Buchosa mpaka Nanjilinji, kutoka Kyaka mpaka Suji kule mlimani kule kwa ndugu zangu wa pale. Tulikuwa na shule 49 za sekondari. Kwa wale wanaofuatilia kusoma mambo, nenda mtandaoni ukasoma hizo data. Lakini hivi tunavyoongea na wewe, shule za sekondari 6355 kutoka shule za sekondari 49. Pigeni makofi serikali yetu. Kazi kubwa imefanyika, mkuu. Kujenga shule kutoka 49 mwaka 61 mpaka shule 6355 sio kazi ndogo. Nataka kuchukua nafasi hii kuipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri inayofanyika. Lakini mwaka 61 shule za msingi zilikuwa shule 3362 nchi nzima. Hivi ninavyoongea na nyinyi tuna shule 20897. Pigeni makofi serikali yetu. Kwa hiyo tumepiga hatua kubwa sana sana kwenye maana ya kutengeneza miundombinu. Ndio maana leo mnasema hapa kwamba kwa madarasa shule sekondari tuko 95%. Kuna mahali kuna madarasa hayana watoto wanakaa. Uongo ndugu zangu? Buchosa, nenda Kalebezo pale, kuna madarasa si mangapi, hamna mtoto anasomea mle ndani. Na Kasisa. Kwa hiyo lazima tuipongeze serikali yetu kwa kazi nzuri inayofanyika kwa upande wa ujenzi wa miundombinu. Niwalete kwenye budget ya elimu. Kwa mujibu wa taarifa za UNESCO au Umoja wa Mataifa, budget ya elimu katika taifa lolote inatakiwa kuwa 20% ya budget nzima. Yaani kama mna trilioni 51, 20% ya trilioni 51 lazima ielekezwe kwenye elimu. Hayo ni maelekezo, hiyo ndio benchmark. Hicho ndio kiwango kilichopangwa. Mkipanga bajeti yenu 20% lazima iende kwenye elimu. Sasa bajeti yetu ikiongezeka kila mwaka. Hivi ninavyoongea na nyinyi, bajeti ya Tanzania ya elimu kutoka kwenye 20% iliyopangwa na Umoja wa Mataifa, tuna 14%. Pigeni makofi serikali yenu. Ni hatua kubwa. Nenda Burundi hapo, wana 2% kwenye elimu. Sasa yako mambo mazuri yanayofanyika. Ujenzi wa miundombinu, kazi kubwa sana mkuu wa wilaya inafanyika. Kwa ndugu zangu, kwa sababu elimu ina mambo mawili, ina upande wa miundombinu lakini na upande wa taaluma. Tumeona vizuri? Kwenye taaluma sasa ndio bado tunapambana. Taaluma bado tunapambana. Sasa tukija hapa kwetu Buchosa sasa, ndio hivyo, kwenye taaluma bado tuko nyuma. Pamoja na serikali kuleta madarasa yote iliyoleta, bado investment, uwekezaji kwenye miundombinu, mabweni, madarasa, kama tumekaa ndani ya bweni hili, serikali imetimiza wajibu wake. Lakini bado upande wa taaluma tuko nyuma. Ndio maana tuko hapa kujadili swala zima la nini kifanyike ili uwekezaji huu uende sawa sawa na taaluma. Maana inatakiwa viende pamoja, sio? Uwekezaji kwenye miundombinu unaongezeka na taaluma inafanyaje? Inaongezeka. Sasa hiyo ndio kazi yetu mkuu wa wilaya. Na mimi niseme ya kwangu, afu nitamalizia na mfano ambao naamini mkiuchukua au tukiuchukua wote utatusaidia.
itakuwa ni mfano wa mimi mwenyewe na maisha yangu. Mimi naamini sana kwenye elimu sana, naamini sana kwenye elimu, na watoto wangu bahati nzuri mko hapa, msikilize vizuri. Elimu walisema ufunguo wa maisha, si ndio? Lazima tuwaelimishe watoto wetu wa Buchosa sana ili waweze kupambana kwenye ulimwengu tunaoelekea. Tusipowaelimisha watoto wetu hawa kwenye ulimwengu unaokuja, watakuwa nyuma, wataachwa, watashindwa, hawatakamata nafasi kubwa kubwa kwenye taifa letu. Hatutakuwa na viongozi wakubwa wa nchi kutoka huku, tutaendelea kuwa nyuma. Kwa hiyo tunao wajibu wa kuhakikisha mjadala wetu wa leo uelekezwe kwenye swala la nini kifanyike, kwa sababu elimu inabaki kitu cha kwanza au silaha ya kwanza, Nelson Mandela alisema, kwenye ukombozi wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo mimi niseme yako mambo, nalirudia, wakuu wa shule utakumbuka niliwaambia nilipokuja kuzungumza na nyinyi kwamba iko pembe tatu muhimu sana kwenye elimu. Pembe tatu hii, kwenye ncha ya juu pameandikwa serikali, ncha ya kushoto pameandikwa wazazi, ncha ya kulia imeandikwa jamii, na katikati ya hiyo pembe tatu kuna doti imeandikwa mwanafunzi. Mnanielewa vizuri wazazi wenzangu? Juu kabisa kwenye pembe tatu imeandikwa serikali, kushoto hapa kushoto pameandikwa wazazi. Mwenye karatasi anaweza kuchora. Na kulia hapa pameandikwa jamii. Na katikati ya hiyo pembe tatu pameandikwa mtoto au mwanafunzi. Pembe tatu hii ni ya muhimu sana kwenye maendeleo ya mtoto kielimu. Kila ncha ni lazima itimize wajibu wake. Kila ncha. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetimiza wajibu wake kwa kuwekeza kwenye elimu tangu 61 mpaka tulipo leo. Mmeona uwekezaji wake. Imewekeza miundombinu, walimu, maabara, kila kitu imefanya. Imetimiza wajibu wake, kwa sababu wajibu wa serikali kwa mujibu wa katiba ibara ya 8 ni kushughulika na ustawi wa maisha ya wananchi wake. Mkuu, serikali yetu imefanya kazi yake. Sasa upande wa kushoto kuna kipengele ncha inaitwa mzazi. Mzazi ni lazima atimize wajibu wake kwa mtoto. Huyu mtoto ni wangu mimi Shigongo. Ni lazima nihakikishe mwanangu namsaidia ili aweze kufanikiwa. Nikiachia serikali peke yake, nikiachia peke yake, lazima itatimiza wajibu wake, lakini mimi nisipotimiza wajibu wangu, mtoto hatafanya vizuri. Kwa hiyo iko nafasi ya mzazi kwenye swala la elimu. Hakikisha mwanao anapunguziwa kazi za nyumbani ili aweze kujisomea usiku. Mzazi, hata kama hujui kusoma na kuandika, kama ilivyokuwa mamangu alikuwa hajui kusoma na kuandika kabisa. Alikuwa hajui kusoma na kuandika, lakini ukitoka shule anakuambia lete madaftari. Anaanza kupitia, utafikiri anajua kusoma. Anapitia, anakuambia mbona hapa naona kama hapa mwalimu amekata, unaona eh? Lakini hakuna, anaelewa vema na nini na kosa. Mungu ampumzishe mamangu. Yeye anaangalia kwenye kosa, mbona hapa amekuandikia kosa? Anafunua, hajui kusoma na kuandika, lakini anatimiza wajibu wa mzazi. Mzazi ni lazima utimize wajibu kwa mtoto wako. Mpunguzie mwanao kazi. Sio kwamba aache kufanya kazi mkuu. Mpunguzie kazi. Mpe nafasi ya kujisomea. Kwa sababu huyu mwanao ndio atakaye kujengea nyumba ambayo wewe utaijenga, ndio atakaye kununulia gari ambayo wewe utainunua. Kwa hiyo lazima ukubali kuwekeza kwa mtoto wako. Kuwekeza rasilimali zako, kuwekeza na muda wako. Zima TV nyumbani. Mkuu, mimi TV kwangu huwa imezimwa, kwa sababu nataka watoto wasome. Mtoto ukimruhusu angalia TV au ukimpa gadget hizi laptop na nini muda wote, mtoto anatumia muda mrefu sana kwenye gadget badala ya kusoma. Mpunguzie mtoto muda wa kuangalia television. Television zinaathiri sana watoto wetu. Mnyang'anye mtoto simu.
Kwa nini tunawapa watoto simu? Mtoto wa Tanzania sasa hivi akilia tu kidogo, mama yake anamwekea katuni, ili aangalie katuni anyamaze, asimpigie kelele. Hivi vitu vinaathiri sana watoto wetu. Kwa hiyo mzazi lazima uwe mtu wa kwanza kuhakikisha mwanao anasoma na unafuatilia maendeleo ya mtoto. Nenda shuleni, kakutane na walimu, zungumza na walimu bashana, ili wazazi na mwalimu washirikiane pamoja kwa ajili ya maendeleo ya mtoto. Hakuna mtoto atakayefanya vizuri kama wazazi tutawaachia watoto wetu walimu. Kuna utaratibu wa kuachia watoto walimu? Hamna. Lazima wazazi tutimize wajibu wetu. Kama ni ada utalipa, kama ni uniform utanunua, yale ambayo mzazi anatakiwa kufanya. Walimu wetu kwa upande wa serikali watimize wajibu wao. Walimu wana madai mengi. Walimu wana malalamiko yao mengi, na baadhi ya malalamiko yanawavunja moyo. Nataka nikubali kwamba yako madai ya walimu ambayo yanawavunja walimu moyo. Kazi yetu sisi kama wabunge ni kuwapigania walimu ili waweze kupata haki zao. Haki zenu zitapiganiwa, lakini naomba walimu muendelee kufundisha kwa moyo. Nilipata bahati nzuri sana pale nilikuwa nimesimama na afisa elimu sekondari na afisa elimu taaluma. Nikawa nawaambia, maneno yangu mmeyasikia. Nimwambia hivi, hakuna mshahara wa kumtosha mwalimu. Haupo. Kwenye dunia hii hakuna mshahara wa kumtosha mwalimu. Mwalimu atalipwa na Mungu mshahara unaolingana naye. Ni kweli. Mwalimu anafanya kazi kubwa mno tofauti na mshahara anaolipwa. Daktari pia anafanya kazi kubwa mno tofauti na mshahara anaolipwa. Kwa hiyo mimi naongea haya kuwatia moyo walimu ili wajue serikali yenu inathamini mchango wenu. Msije mkafikiri kwamba hakuna anayejali mchango wenu. Naombeni sana walimu wangu, pamoja na changamoto zilizopo, fundisheni watoto. Endeleeni kuamka asubuhi, nendeni mkafundishe watoto wetu. Mungu atawalipa. Mnatufundisha sisi tunakuwa wabunge, sio? Lakini nyie mnabaki walimu. Mnamfundisha mtu anakuwa rais, lakini nyie mnabaki walimu. Kazi yenu kulipwa hapa duniani ni kazi ngumu sana. Kazi yenu ni wito. Sinaitwa wito? Walimu ni wito. Ndio maana anasema walimu ni wito, uhasibu sio wito. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo nasema haya kwa sababu walimu na waombeni sana. Pamoja na changamoto zilizopo, naomba tutimize wajibu wetu. Jamii, kwenye nchi ya mwisho. Jamii naiomba, sisi wanajamii tusaidie kusimamia watoto wetu. Tusiwaache watoto. Zamani wakati tunakuwa mkuu, mtoto alikuwa mtoto wa kila mtu. Nyie mtakumbuka. Yaani baba yake na fulani huko mtaani anakuwa baba yako na wewe pia. Sasa hivi jamii imerudi nyuma. Hakuna habari ya mtoto wa mwenzio naye ni mwanao, si ndio? Nataka jamii yetu iwe ni kanisa litimize wajibu wake, uwe ni msikiti utimize wajibu wake, iwe ni wazazi wote tu wasimamizi wa watoto wetu. Huko barabarani, katikati ya shuleni na nyumbani ni jamii iko pale. Tuangalie watoto wetu waweze kutimiza wajibu wao. Hayo yakifanyika, mkuu, nikiwa namalizia, nataka kuhakikishieni kabisa kwamba watoto wa Buchosa watakuwa bora. Lazima tuwafundishe watoto wetu wapate taaluma. Serikali imebadilisha mtaala wa elimu. Bunge lilikaa na wadau wakashiriki, mtaala wa elimu umebadilishwa. Tumetengeneza mtaala bora kuliko mtaala mwingine wote kwenye historia ya nchi yetu. Mtaala ambao mwaka 2050 itakapofika, watoto wa Tanzania watakuwa na uwezo mkubwa sana kwenye mambo ya kompyuta na digital. Kwa sababu tunakokwenda ni ulimwengu wa dijitali. Tumeona vizuri. Watoto wetu mtaala huu watafundishwa vitu vikubwa kwenye mtaala wa elimu. Kama vitu kama coding. Sawa? Watafundishwa stadi mbalimbali za maisha. Badala ya kumjaza mtoto mambo mengi, lakini akitoka shuleni hawezi kufanya chochote, serikali imeliona hilo na imeshughulikia. Huu mtaala nataka niwahakikishie. Mtaala wa safari hii mkuu ni mtaala bora kuliko mtaala mwingine wowote. Kama kweli watoto wetu watafundishwa ipasavyo, watashindana na watoto wa Kenya, watashindana na watoto wa Burundi, watashindana na watoto wa Rwanda, watashindana hata kwenye ulimwengu huko juu, watashindana hawa watoto wetu hawa watakuwa watoto bora. Sasa leo tuko hapa
tujadiliane, na watoto wapewe nafasi ya kuzungumza kero zao. Bahati nzuri wako hapa. Hawa tukiwasikiliza shida zao na walimu wakazungumza ya kwao, nataka kuambieni tutatoka hapa na jibu litakalosaidia kupeleka mbele elimu yetu. Niwapongeze sana walimu waliofanya vizuri. Pale nyumbani kwangu naye binti yangu mdogo anaitwa Tanzania. Amekuwa sasa na miaka 10 hivi na moja. Alikuwa hajui kabisa hesabu. Hajui hesabu. Masomo mengine yote anafaulu. Hesabu F. Tulichanganyikiwa mimi na mama yake. Tutafanyaje yule mtoto? Hapendi hesabu. Tukakaa somo tukasema hivi. Kwanza tukamuita. Tukamwambia sikiliza. Wewe una akili, ila pengine tu ili somo ulipendi. Sasa sikiliza, wewe timiza wajibu wako. Sisi wazazi tutakununulia kitabu cha hesabu, tutakutafutia mwalimu wa kukufundisha hesabu wapi? Nyumbani. Unaona mzazi, si nimetimiza wajibu wangu? Wewe wajibu wako ni kusoma. Mimi kama mzazi nikununulie kitabu na nimlipe mwalimu wa kufundisha wapi? Nyumbani. Nikamtafutia mwalimu mmoja, akawa anamfundisha mtoto nyumbani. Alafu yule mwalimu ni rafiki wa mtoto. Unajua sometimes mwalimu wa hesabu anakuwa mkali sana, watoto wanakuwa wanamuogopa. Akaja mwalimu ambaye alitengeneza urafiki na mtoto. Mkuu, nataka nikupe ushuhuda. Nikikuonyesha majibu ya mtoto wangu ya hesabu, huwezi kuamini. Anapata A kwenye hesabu kila mtihani. Lakini tulikuwa tumekataga tamaa kabisa. Lakini nilifanya haya niliyoyafanya tu. Nilifanya jambo moja, sisi wazazi tulitimiza wajibu wetu na mtoto akahamasishwa. Unajua watoto wetu wanataka ku raise expectations. Yaani unyanyue matarajio yake, umfanye apende hesabu, akifaulu kidogo na hakwenda kwenye hii moja kwa moja. Kwanza alipata F, baadaye akaanza kupata D. Akipata D tunampa zawadi. Hiyo D unampa zawadi. Alafu namwambia sasa ukipata C unataka nini ukipata C? Namuuliza. Mimi nikipata C, mimi nataka tu afu zawadi zao ndogo ndogo. Anahitaji kitu fulani, basi tutakupa. Anapambana, anapata hiyo. Mnampa zawadi. Mtoto ameenda mpaka amepata A. Na shule anayosoma ni shule ambayo kuna watoto wengi sana wenye uwezo mkubwa wa akili. Sasa nayasema haya kwa sababu nawaombeni wazazi wangu. Jambo hili tusiwaachie walimu, tusiachie serikali. Lazima sisi sote tushiriki kwa pamoja kuwasaidia watoto wetu. Walimu nawaomba sana, timizeni wajibu wenu. Sisi kama ni motisha tutawatengenezea motisha, sio? Lakini motisha peke yake haitoshi. Lazima uipende kazi yako na uifanye. Kumfundisha mtoto mpaka ajue kuandika na kusoma ni kazi moja ngumu sana. Mimi siwezi kufundisha mtoto. Siwezi. Yaani akija na daftari lake nyumbani hivi wewe uelewi nini? Unaelewa? Wanaume wenzangu mnanielewa? Si umfundishe na yeye leo. Ukijaribu tu 2 kujumlisha 2 4. Mkirudi tena mkienda kwenye 7 mkirudi kwenye 4 kashasahau. Unaishia hivi uelewi. Unaelewa? Lakini walimu mmepewa zawadi na Mungu ya kumvumilia mtoto mpaka aelewe. Naombeni sana mnisaidie kitu kimoja. Kama mbunge wa Buchosa naombeni sana. Naombeni muendelee kujituma kwa nguvu zenu zote, uwezo wenu wote, tupandishe matokeo yetu. Hatuwezi kwenda namna hii mkuu wa wilaya, hatuwezi. Hii inatuaffect mpaka madiwani. Madiwani sina yeye anaathirika. Mbunge anaathirika, mkuu wa wilaya anaathirika. Naombeni jamani, tutimize wajibu wetu. Tujitoe. Tujivunie Buchosa yetu. Mungu amewaleta walimu huku kutufundishia watoto wetu. Njooni tufundishe watoto wetu kwa moyo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.